Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, wapenzi watazamaji wa channel yetu hii ya Darul Arqam Online TV. Ni tarehe 24 ya mwezi huu wa kwanza mwaka 2026. Alhamdulillah, leo tupo katika ardhi ya Baga na hapa ni Lushoto mkoani Tanga. Alhamdulillah, leo pana hadhara kubwa kabisa ya kumsifu Nabii Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, hadhara ambayo inahudhuriwa na mamia na maelfu ya watu kutoka pande mbalimbali za mikoa ya Tanzania na nje ya Tanzania. Na hapa tunaye mudiri wa madrasa hii, madrasa Tushadhili ya hapa Baga. Atajitambulisha anaitwa nani na anatoka wapi na ana lipi la kuwaambia Waislamu katika siku ya leo, ambapo muda huu hapa hadhara rasmi inakwenda kuanza. Bismillah, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kwanza jitambulishe, anaitwa nani, anatoka wapi? Naitwa Saidi Himbo, natoka kata ya Baga, kijiji cha Baga, wilaya ya Lushoto, mkoani Tanga. Wewe ni nani katika madrasa hii? Mimi ndo mudiri wa madrasa Tushadhili ya Baga. Kituo hiki kilichoko Baga mjini. Naam. Leo labda wapenzi watazamaji wanataka kujua kuna jambo gani ambalo kwamba linaendelea muda huu hapa. Alhamdulillah, leo tarehe 24 mwezi huu wa kwanza mwaka 2026 ndo siku ya hadhara ya Baga, hadhara ambayo inasimamiwa na mlezi wetu, shekhe wetu, Sheikh Mahmud bin Sheikh Nuruddin. Leo kama mnavyosikia kwa mbali sauti zinaanza, ndio inaanza hadhara ya kina mama. Kisha baada ya swala ya asr tutaingia katika zafa, na baada ya zafa tutaingia katika swala ya magharibi. Baada ya swala ya magharibi tutaingia katika uradi wetu wa wadhifa, na bai saa 2:30 saa 3 tutaanza hadhara ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sisi pamoja na wazee wangu wa mji wa Baga, akiwemo mwenyekiti wetu Mwalimu Singano na ndugu yetu Bwana Khalid Abasi, Sharifu Abdallah ibn Abubakari Musin kutoka Matalawanda Korogwe ndani ya mkoa huu wa Tanga. Lakini pia tunaye mwenyekiti wa usimamizi wa Shadhili mkoa wa Dodoma, Bwana Khalidi Hamisi Boy, na wengine wengi. Yuko ndugu yetu Chai, na wanafunzi hao mnaoona walioko nyuma yangu ndo wanafunzi wa chuo cha Baga. Alhamdulillah, tunashukuru. Lakini pia tuna waomba Waislamu popote walipo, waumini na watu wengine wakaribie katika maulidi haya ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kama wamechelewa leo, basi mwakani insha Allah. Kwa hiyo tuitambulisho hivi kwa jina, naitwa Maalim Saidi Himbo kutoka hapa Baga. Kwa insha Allah leo ndo hadhara ya Mtume Muhammad. Labda wapenzi watazamaji wanataka kujua labda hii hadhara huwa ina muda gani mpaka sasa toka mwanzo kuifanya? Alhamdulillah, hadhara sisi wenyewe tumeikuta ikiwa na miaka zaidi ya 40. Kwa hiyo leo ni mwaka wake wa 76 hadhara hii toka imeanzishwa na walezi wetu, akiwemo mzee wetu Mzee Abasi Alifundi, Mzee Rajabu Alifundi, na khalifa wao Mzee Athmani Alifundi, na wazee wengine akina Mzee Ayubu, akina Sheikh Waziri bin Salim. Walianzisha tangu miaka hiyo mpaka leo ni takriban miaka 76 toka kuanza hadhara hii. Labda Sheikh, unadhani labda hadhara hii ina siri gani? Kwa sababu toka tumefika hapa tumeona maelfu ya watu wanazidi kuingia katika uwanja huu wa hadhara. Labda kuna tofauti gani hadhara ya mwaka jana na hadhara ya mwaka huu? Alhamdulillah, siri ya hadhara hii Mungu mwenyewe ndo anajua. Sisi tunajaribu tu kutoa taarifa, lakini pia tangu ilivyoingia katika mikono ya mlezi wetu Sheikh Mahmud bin Sheikh Nuruddin, tunaiona hadhara inakuwa mzuri, usimamiaji wake unakuwa mzuri, na inshallah kama alivyosema mtangazaji wetu, toka asubuhi watu wameanza kuingia, juzi magari yameanza kuingia. Kwa hiyo alhamdulillah, siri ya hadhara anaijua mwenyewe Mungu. Sisi ni watekelezaji tu,
hatujui ndani yake kuna jambo gani, lakini ardhi hii aliwahi kukanyaga mwenye taasisi hii, mudiri wake Sheikh Nuruddin miaka ya nyuma sana, na uwanja huu tunaosomea maulidi ndipo aliposimama siku hiyo. Sheikh Nuruddin alikuwa na gari yake kwa safari zake tu za kawaida za kimaisha. Kwa hiyo uwanja ule hatujui ni jambo gani na ni dua gani Sheikh aliomba. Ndo haya mnayoyaona yote, pamoja na jengo hili la msikiti liko chini ya usimamizi wa Shadhili, na banda hili mnaloliona upande wetu wa kulia ndo madrasa ya kina mama. Lakini insha Allah kwa dua zenu Mwenyezi Mungu atajalia tutalirekebisha litakaa vizuri. Kwa hiyo insha Allah kiufupi ni wape nafasi kama kuna maswali mengine ya kujibu. Labda Sheikh, kwa kumalizia, unalipi la kumwambia kiongozi wetu Sheikh Nuruddin, Sheikh Mahmud bin Sheikh Nuruddin Hussein, unalipi la kumwambia katika siku ya leo? Alhamdulillah, la kumwambia Sheikh aendelee kutuombea dua, wala hatuna lingine la kumwambia. Tunamuomba Sheikh Mahmud aendelee kutuombea Mungu ili tuweze kupata nguvu na afya ya kuweza kusimamia taasisi yetu ya Shadhili aliyashurutu. Binafsi umejisikia faraja kiasi gani kusikia Sheikh Mahmud anakuja kuhudhuria katika hadhara hii? Alhamdulillah, ndugu yangu, watangazaji wanakuwa na mambo mengi. Ujio wa Sheikh Mahmud hausimuliki, lakini furaha ya kukaribia ya kufika Sheikh Mahmud katika hadhara yetu hii kiukweli ni furaha isiyokuwa na kifani. Tunamuomba Mwenyezi Mungu atulindie Sheikh wetu, ampe afya, ampe umri mrefu, na yeye atuombee Mungu kwa Mwenyezi Mungu ili na sisi tuweze kupata maisha ya kuweza kuisimamia dini yake insha Allah. Shukuru sana na asante sana. Lapa tunaye mwenyekiti wa Dodoma na hawa wameingia leo asubuhi hapa. Ajitambulisha, anaitwa nani na anatokea wapi? Bismillah. Asalamu alaykum. Wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Asalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mimi naitwa Hamidu Boy. Ni mwenyekiti wa Shadhili Dodoma. Nimetoka Dodoma jana, nimepumzika Mgombezi. Ya leo asubuhi tumetoka Mgombezi, tunamshukuru tumekanyaga ardhi tukufu. Hatukutegemea kama tungefika huku, isipokuwa tumefika kwa hima za Sheikh Mahmud na ndugu yetu Sheikh Saidi. Nafikiri hima zao na kutembea kwao kututembelea sisi Dodoma, basi tukapata hima na sisi tutembelee tuwaone au kina Sheikh Saidi ni wapi wanafundisha, ni wapi wanasimamia dini ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Tukaona na sisi ni bora tutembee tufike kwa ajili ya Allah, lakini yote haya ni mapenzi, kwa sababu wao wametangulia kututembelea sisi kufika kwetu Dodoma, na sisi tumepata hima kuwafuata kwa ajili ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Labda safari ilikuwa na uzito kiasi gani, kwa sababu tunaona ni takriban kilomita zaidi ya 700 kutoka Dodoma mpaka kufika hapa. Binafsi kulikuwa na uzito kiasi gani katika safari yako? Kweli safari yetu ni nzuri kwa sababu ya dua zao, na tumepata taarifa zao kwamba wao wako safarini, sisi tuko safarini. Hakukuwa na changamoto kubwa sana, isipokuwa ni safari tu ndefu. Tukaona tupumzika Mgombezi kwa sababu ni nyumbani pia, haitakuwa nzuri kupita pale ni njiani na ni nyumbani, tukapumzika. Lakini palikuwa na uwezekano kufika jana hiyo, isipokuwa tuliona tu ni si vizuri tupita pale tu. Uzuri kuna mashaka zetu wamezikwa pale na ni nyumbani pale, tumekaa kidogo, basi tukaona ni vizuri tupumzike kisha tufuatana nao leo akina Sheikh Mahmud. Nakushukuru sana na asante sana. Jitambulisha, unaitwa nani na unatoka wapi na unalipi la kuambia Uislamu katika siku ya leo, ambapo leo ndio kilele cha hadhara kubwa kabisa inayofanyika hapa mjini Baga. Asalamu alaykum. Wa alaykum salaam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Kwa majina naitwa Sharif Abdalla Abubakar ibn Muhsin Sharif, nimetokea Korogwe, kata ya Magoma, wilaya ya kata ya Magoma, kijiji cha Matalawanda, Alhamis kwa Mazandu. Mimi nimemwakilisha mzee Sharif Abubakar ibn Muhsin Sharif kwamba nenda Baga kaungane na wazee wa Baga kwa ajili ya shughuli ya leo ambayo ni kubwa. Kwa hiyo kwanza kabisa salamu za mzee Sharif Abubakar ibn Muhsin Sharif ibn Muhsin Omar Sharif, anawasalimia watu wa Baga wote. Yeye hajaweza kufika, kasema niwakilishe kwa sababu zisizozuilika. Kwa hiyo kwa kifupi ni kwamba anatoa salamu ziwafikie na kuombea watu wa Baga wote kwa namna moja au nyingine, Mwenyezi Mungu alete kheri. Kwa hiyo kwa kifupi mimi
Ni hayo tu, sina mengi zaidi inshallah. Shukuru sana na asante sana. Alhamdulillah. Tunashukuru Mwenyezi Mungu baada ya simulizi hizi na maelezo mafupi kuhusu Madrasatu Shadhilia ya Baga na namna ya uasisi wake alokuwa ameiasisi Sheikh Mzuri bin Uthmani, ambaye jana ndo ilikuwa shughuli yake ya hauli. Hapa tunaye shekhe wetu wa kata ambaye ndo mlezi wetu kidini, na yeye atoe salamu zake kwa dakika kidogo, kisha tuendelee na hadhara yake na mama. Karibu shekhe wa kata Maalim Hamedani Rajabu Ali. Asante. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalam ala ashrafil mursalin, sayyidina wa habibina wa shafi'ina Muhammad ibn Abdullah sallallahu alayhi wa sallam wa alihi wa ashabihi wattabi'ina lahum bi ihsan ila yawmiddin, amma ba'd. Ndugu zangu Waislamu, kama alivyokuwa akieleza shekhe wetu Sheikh Saidi kwamba kwa sasa hivi ndio mudarrisi wa maeneo haya baada ya kufariki shekhe wetu Sheikh Mzuri bin Uthman, ambaye tulimpokea katika kijiji hiki cha Baga mwaka 1979. Tulimpokea mwaka 1979, basi lakini ilikuwa tarehe 1 mwezi wa 8. Tarehe 1 mwezi wa 8 mpaka ilipofika tarehe 1 mwezi wa kwanza 1980 ndio Sheikh Mzuri akaanzisha madrasa hii, Madrasa Shadhilia. Basi aliishi nayo kutufundisha mpaka 1998. Sheikh Mzuri, Mungu amjalie kheri, Mwenyezi Mungu akamchukua. Akafariki Sheikh Mzuri. Ukipiga takriban mpaka sasa hivi chuo kina miaka 45. Chuo kina miaka 45. 1999 ndo baada ya kufariki Sheikh Mzuri ndio tukampokea Sheikh Saidi huyu kwa kuletewa sisi kwa Waislamu wa Baga baada ya kuondokewa na mwanafunzi wa Sheikh Nuruddin, wakaenda pale Mgombezi kuomba mwalimu. Baada ya kuomba mwalimu, basi kwa hikima zake Sheikh Nuruddin na busara zake Sheikh Muhammad Awadhi, basi akaruhusiwa Sheikh Muhammad Awadhi kutuletea Sheikh Saidi. Tangia 1998 tumeishi na Sheikh Saidi mpaka sasa hivi. Kwa hali mnayoiona ya Baga inaendelea vizuri, Madrasa Shadhilia, kwa sababu imewekwa misingi yake na wazee ambao ni wacha Mungu. Wazee ambao wakina Sheikh Mzee Abasi, wazee hao Mzee Athmani, wazee hao waliompokea Sheikh Mzuri Mzee Rajabu Alifundi, waliompokea Sheikh Mzuri alikuwa Mzee Ayubu Salum, aliompokea Sheikh Mzuri ni Mzee Musa Titu. Walishirikiana pamoja na wazee wengi wenzetu. Wazee hao Mwenyezi Mungu amewajalia wamefariki wote, lakini walishirikiana na wazee wao waliobaki, wakina Mzee Rashidi wa huko Kwefyevye na baadhi ya wazee wao kina Mzee Saidi Makasi, hivi sasa wakishirikiana na vijana wao wakina Bwana Khalidi, wakishirikiana na vijana wakina Mhindi, wakishirikiana na wakina Sekiamba na kina Maalim Shemmea na baadhi ya walimu kina Ustadhi Muhudi. Ndio chuo hivi kinaendelea mpaka sasa kwa mwenendo huo, na alhamdulillah maendeleo yameenda vizuri, na matawi tunayo mengi ya kutosha kwa baraka zao. Hata jengo letu la msikiti mnavyoliona, wao ndio walioliasisi mpaka tumefikia sisi kuliendesha, lakini wao ndio walioasisi kuna Mzee Athmani. Kwa hiyo tunashukuru sana ndugu zangu. Kwa maelezo mafupi, historia yake ni ndefu, lakini kwa ufupi tu tukomeshee hapo. Kwa hiyo mimi walinichagua kama shekhe wa kata wa kuiongoza nchi hii. Tumeshirikiana vizuri na walimu wangu, tumeshirikiana na mashekhe wetu, wakina Shekhe Mahamudu, wakina Shekhe
Sheikh Abdalla Darweshi, wakina Sheikh Ridhwani, wakina Kipakacha. Tunashirikiana kwa miondoko ya tariqati ya Shadhilia, ndio tunaenda nayo. Watu wanatoka hapa wanakwenda Kilwa, wanatoka hapa wanakwenda Mombasa, alhamdulillah. Na tunaambia wote waliobaki, karibuni katika tariqati Shadhilia ambao inawalea vijana katika utaratibu, malezi mazuri, malezi ya busara, malezi ambayo yaliyozungumzwa na Mtume sallallahu alaihi wasallam ya kitabia ya kidini, kama alivyozungumza Mtume, bu'ithul utammima makarimal akhlaq. Na makarimal akhlaq aliulizwa Bibi Aisha, tueleze akhlaqi za Mtume Muhammad, akasema khulquhu Qur'an, tabia Mtume Muhammad ni Qur'an. Hayo ndio malezi ambao tariqati Shadhilia inawalea vijana wake katika mwenendo huo. Kwa haya machache niseme assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Mpenzi mtazamaji, hapa tulikuwa naye ni shekhe wa kata. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Itambulisho, unaitwa nani, unatoka wapi? Mimi naitwa Mustafa ibn Umar ibn Salum. Unatokea wapi? Mimi natokea Baga, kitongoji wanaita Mwangoi. Sasa labda unafahamu vipi madrasa Shadhilia hapa Baga, unafahamu vipi? Madrasa Shadhili hapa Baga, kwa kweli tunashukuru kwa malezi yake, tumelelewa vizuri na mpaka sasa hivi tunaendelea vizuri katika masomo. Tunaendelea vizuri hususan katika wasimamizi wetu akina Sheikh Saidi na shekhe wetu wa tarafa ambaye alikuwa anazungumza muda huu. Kwa hiyo tunashukuru alhamdulillah. Unadhani ipi siri ya hadhara hii kuendelea kila mwaka kuwa kubwa zaidi? Siri ya hadhara hii ni kama alivyozungumza mashekhe zetu, shekhe wakata Sheikh Saidi alivyozungumza, kama alivyozungumza kwamba siri yake ni wale ambao walioianzisha ni watu wakubwa, ni watu ambao walikuwa watu wenye hikma, na ndio maana mpaka sasa hivi hadhara hii inakuwa mwaka baada ya mwaka inakuwa vizuri tu. Iko vizuri. Nakushukuru sana. Basi inshallah. Asante sana. Asante sana. Na huyu ni mwingine mmoja ya wanafunzi hapa. Jitambulisho, unaitwa nani, unatoka hapa? Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kwa jina mimi naitwa Abdallah ibn Hussein Umar Shemzize. Mimi ni mwanafunzi wa chuo hiki ambacho kinaongozwa na walimu wetu hawa kiwepo Sheikh Saidi, Sheikh Shemea na wengine wengi. Wallahi mimi ni mwanafunzi wa chuo hiki alhamdulillah. Furaha kiasi gani kuweza kupokea ugeni mkubwa ambao umetoka mikoa mbalimbali hapa Tanzania? Wallahi wa billahi tuna furaha kubwa kupokea wageni kutoka sehemu mbalimbali, kutoka mikoani. Tuna furaha kubwa kwa kweli. Katika furaha yetu sisi hatuna chochote cha kuwalipa, ila Mwenyezi Mungu mwenyewe ndio anajua kwamba atawalipa nini. Hivyo sisi kama watu wa Baga, watu wenye upendo, watu waliolelewa vizuri kitwarika, kiilmu, kitabia na mashekhe zetu hawa kina Sheikh Saidi, Sheikh Shemea na Sheikh Wakata, basi sisi furaha yetu ni kuambia wageni karibuni sana, mujionee Baga mko nyumbani. Tunawapenda sana wageni wetu, karibuni sana. Hiyo ndio furaha yetu kubwa ya kuwakarimu wageni. Vipi tofauti ya hadhara ya mwaka jana na hadhara ya mwaka huu? Wallahi hadhara ya mwaka jana ilikuwa ni kubwa, na pia hadhara ya mwaka huu pia inshallah kwa baraka za Allah itazidi kuwa kubwa. Yani hadhara kila mwaka inaongezeka, inazidi kuongezeka na inakuja wageni mbalimbali. Wallahi hiyo ndio furaha yetu na ndio hadhara ilivyo, yani inakuwa yenyewe kwa baraka za Allah na kwa baraka za watu wakubwa kama hawa mashehe zetu. Alhamdulillah, hadhara ni kubwa sana. Nakushukuru sana. Alhamdulillah. Asante sana. Inshallah. Asante sana. Asante sana. Mpenzi mtazamaji, tukiripoti katika kijiji hiki cha hapa Baga, ni tarehe 24 ya mwezi huu wa 10 na mwezi huu wa kwanza mwaka 2026. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Shukran wa jazakumullahu khaira. Ahsantum.